nyeti kabisa katika nchi yetu, Wizara ya Kilimo. Mheshimiwa Mwenyekiti, mzee wa spidi 120 ametoka kumaliza sasa hivi Mwijage, ameonyesha kwamba katika nchi ambazo kuna gepu kubwa kati ya matajiri na maskini, na maskini wengi wakilengwa kuwa ni wakulima, ni muhimu spidi ya Wizara ya Kilimo ikawa ndo matarajio yetu katika kuclose gap kati ya maskini na matajiri. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukitazama namna ambavyo Mheshimiwa Waziri, naibu wake, katibu mkuu na watendaji wote wa wizara wamejipanga, unaona wamechachamua kilimo chetu. Sasa tunajadili kilimo cha biashara kutoka kilimo cha kujikimu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nia ya serikali ya awamu ya 6 ikiongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan tumeiona katika kilimo. Kwa mkoa kama Dodoma, ambapo tuna tatizo la kuwa na mito inayotiririka maji muda wote, haututegemei kuingia kwenye kilimo cha umwagiliaji bila kutujengea mabwawa, kwa sababu mkoa wetu sisi mito yetu inatiririka na kuondosha maji moja kwa moja. Kwa hiyo namna pekee ya kutufanya tuingie kwenye ushindani wa soko la umwagiliaji ni kutengeneza mabwawa makubwa ambayo tutatunza maji, alafu maji hayo tutayatumia katika kilimo cha umwagiliaji. Kwa hiyo niwe na shukrani kwa niaba ya wananchi wa jimbo la Mvumi kwa ajili ya serikali kukubali kuanza kutujengea mabwawa mawili makubwa pale kata ya Manda na pale kata ya Mpwayungu. Hii itakuza uchumi wa eneo lote la wilaya ya Chamwino. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Waziri tumemwona akifanya vitu ambavyo si vya kawaida. Kwa mfano, wote tulikuwepo hapa wakati wa sakata la sukari, na bei ya sukari tukafikiria itaishia kwenye 5,000 mpaka 6,000, lakini kwa kazi kubwa iliyofanywa na Hussein Mohamed Bashe na timu yake, leo sukari iko 2,500. Kwa kweli tunakupongeza sana Mheshimiwa Waziri. Manake Watanzania kama ingebaki ile ile, leo shutuma zote zingekuwa kwako, lakini namna mmepambana, mmefikisha mahali ambapo baadhi ya watu hawaamini macho yao. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, tumeona wizara ikiagiza mitambo ya kuchimbia visima vikubwa kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji. Tukuombe tu Mheshimiwa Waziri, mitambo ile itakapozinduliwa na Mheshimiwa Rais na kuanza kufanya kazi, basi na sisi mtukumbuke wa jimbo la Mvumi, ili tuweze kupata visima vikubwa. Maji yako chini, kama tumeyakosa maji ya juu, basi tupate haya maji ya chini ya ardhi ili yaweze kutusaidia katika kilimo cha umwagiliaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Waziri tumemwona akipambana kuhusu mbolea. Tuna kiwanda cha ndani hapa Dodoma, kiwanda pekee cha mbolea, kinatengeneza mbolea ya kukuzia, mbolea ya kupandia, mbolea ya kunenepesha mazao. Hichi kiwanda kimekuwa na tatizo la madai ya ruzuku yao. Kwa hiyo tukuombe Mheshimiwa Waziri, uwasaidie. Wawekezaji wa ndani wanahitaji kulindwa. Hawa watu wanaajiri watu wengi, hawa watu wanatusaidia mno, mbolea yao inafika kwa wakati. Kwa hiyo ni vyema ukawawekea ulinzi maalumu wa kupatiwa pesa zao ili waweze kujiendesha. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi tunaendelea kuwatia moyo mawaziri pamoja na katibu mkuu na wenzako wote, kazi mnayofanya ni kazi nzuri. Hii BBT ambayo imezungumzwa hapa, ni kuombe Mheshimiwa Waziri, wewe si kazi yako kujenga barabara, lakini pale Ndogowe ambapo wewe unanielewa nikisema hivyo, kuelekea kwenye shamba lako kubwa pale, tutengenezeni barabara pale. Siku Mheshimiwa Rais atataka kwenda kule, baadaye mtatumia helikopta, kumbe mnakimbia kwenye ule mlima. Hebu nikuombe utazame ule mlima, uone namna bora ya kushirikiana wewe na TAMISEMI kuweza kuweka vizuri ili mazao yetu yaweze kufika. Lakini jingine la muhimu kabisa ni kuombe Mheshimiwa Waziri utusaidie wakati ukijibu hapa, mmefikia wapi kutengeneza ile wakala ya ugali ambao Mheshimiwa Rais ameiagiza? Tunaomba tupate majibu, tuone hatua ambazo mmezifikia ili kuweza kuongeza spidi ya usimamizi wa wafanyakazi, hasa maafisa ugani ambao wanasimamia kilimo chetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo la mwisho ni kuombe sana Mheshimiwa Waziri kuhusu stakabadhi ya ghala. Kwetu sisi hapa panahitaji elimu. Watu wakielewa, wakaona wananufaika wenyewe, watasimamia wenyewe.
Ukiona mahali watu wanakataa kitu, sio wanakataa kitu kizuri kwa sababu ya ujinga, wanakataa kwa sababu hawakifahamu. Hebu tufahamisheni na sisi, siku moja tusimame tuzungumzie kama Mtwara wanavyozungumza, tuzungumze kama Lindi wanavyozungumza. Na sisi tuwatoe wakulima wetu kutoka kata ya Manda, kutoka Mpwayungu, kutoka Makangwa, waende wakajifunze namna ambavyo wenzetu wananufaika na hiyo stakabadhi ghalani. Lakini kutueleza tu kwamba kuna stakabadhi ya ghala bila watu kujua manufaa yake, hii nayo inaleta tatizo. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi naunga mkono hoja na watakia kila laheri. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Livingstone Lusinde.